Unawahi kumaliza kwenye tendo la ndoa, alafu wakati huo huo unashindwa kurudia raundi ya pili. Shida nini? Sababu ambazo zinapelekea changamoto za namna hii kutokea, nimekuwa nikizungumza mara nyingi. Sababu huwa ni nyingi. Kuna matatizo ya kisaikolojia, matatizo ya kiafya, kuna mazingira, lakini kuna tabia ambazo uliwahi kuzifanya au mpaka sasa unazifanya. Lakini mara nyingi changamoto ya namna hii inapotokea kwa mtu ambaye ndo mara yake ya kwanza kushiriki tendo la ndoa, au ni muda mrefu umepita bila kushiriki tendo, yani ndo umekuja kushiriki tena tendo la ndoa, huwa ni jambo ambalo ni la kawaida kutokea. Unajua kwa nini unamwaga haraka? Kama unamwaga haraka na ni mara yako ya kwanza kushiriki tendo, ni kwamba wakati unapokuwa umekaa bila kushiriki tendo la ndoa, process ya utengenezaji wa mbegu huwa inaendelea kama kawaida kwenye korodani. Hali ambayo inasababisha mbegu zinakuwa nyingi, zinakosa namna ya kutoka. Kwa unakuta unapokwenda kushiriki tendo, msisimko unakuwa ni wa haraka, hatimaye unajikuta ndani ya muda mfupi unajikuta umesha maliza. Na wakati mwingine unapotaka kurudia, unajikuta unafeli kabisa au unachelewa sana kurudia raundi ya pili. Sasa iko hivi, kama ni mara yako ya kwanza, hali ikiwa hivyo, yani ukawa unawahi kumwaga unashindwa kurudia raundi ya pili, ikawa hivyo endelevu, bado huwa inabakia kuwa ni tatizo, kwa sababu sio hali ya kawaida. Wastani wa kumaliza raundi ya kwanza ni dakika 5 mpaka 8. Ingawaje wapo ambao wanaweza kumaliza zaidi ya hapo, ni kawaida pia. Ila ukichelewa sana zaidi ya dakika 40, lisaa inakuwa ni tatizo. Lakini muda wa kurudia baada ya kumwaga raundi ya kwanza huwa ni dakika 0 mpaka dakika 15, wakati mwingine mpaka dakika 20. Ni kawaida, inategemea na mazingira. Kwa nini nimesema dakika 0? Kwa sababu upo uwezekano wa sometimes ukajikuta unamaliza hapo na unaunganisha. Huwa inatokeaga mara moja moja. Sasa nini kifanyike ili uanze kuchelewa kumaliza na kurudia tendo la ndoa? Unatakiwa ujiwekeze zaidi kwenye aina ya vyakula unavyotumia. Utumie zaidi matunda, mboga mboga za majani na vyakula vya nafaka visivyo vya kukobolewa. Upunguze matatizo ya kisaikolojia, yani usipanic, okay? Usiwe na hofu, usiwe na uoga wala wasiwasi pindi unapokwenda kushiriki tendo la ndoa. Alafu kitu kingine ni uweke taratibu ya kufanya mazoezi kila siku, asubuhi na jioni. Mazoezi haya tumia hata dakika 10 basi, hata kama uko busy, asubuhi na jioni. Haya mazoezi yanasaidia kuzungusha damu kwa wingi mwilini, hasa kwenye maumbile yako ya kiume.